Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Sport Recap, karibu sana katika channel yako pendwa kabisa ya michezo. Hapa tunakuletea update hii hapa inahusu Aziz Ki, ambapo inavyoonekana bwana mapya yameibuka huenda Aziz Ki anaweza karudi Jangwani kwa wananchi. Lakini kabla hajaendelea, please nakuomba subscribe ili uweze kuendelea kupata update zaidi. Naam, klabu ya Wydad Casablanca ya Morocco imeingia sokoni kwa kasi isiyo ya kawaida, ikivunja ukimya kwa kusajili wachezaji wa kigeni kwa lengo la kujiimarisha kuelekea kombe la dunia la virabu litakalofanyika tarehe 15 Marekani. Huku ligi ya Morocco maarufu kama Botola Pro ikiwa na kanuni kali kuhusu usajili wa wachezaji wa kigeni, ambapo kila klabu inaruhusiwa kusajili wachezaji wasiozidi 5 na kutumia si zaidi ya 3 kwa wakati mmoja uwanjani. Wydad Casablanca wamecheza karata zao kwa ustadi wa hali ya juu katika dirisha maalum la usajili lililoruhusiwa na FIFA kwa ajili ya maandalizi ya kombe la dunia la vilabu, ambapo Wydad Casablanca wameingia kwa kishindo. Miongoni mwa nyota wapya waliojiunga na kikosi hicho ni Stefan Aziz Ki, kiungo huyo fundi aliyekuwa aking'ara katika kikosi cha Young African ya nchini Tanzania. Usajili wake umetikisa vichwa vya habari barani Afrika na wengi wanatazamia kuona mchango wake katika mashindano hayo ya hadhi ya kimataifa. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kwamba wachezaji hao wa kigeni hawajaandikishwa rasmi kwenye mfumo wa ligi ya Botola Pro. Usajili wao umefanywa mahususi kwa ajili ya michuano hiyo ya kimataifa. Kwa maneno mengine, licha ya kuwa sehemu ya kikosi cha Wydad Casablanca, hawataruhusiwa kushiriki mechi za ligi ya ndani hadi pale klabu itakapowasajili ndani ya mfumo wa Botola Pro na kuheshimu kikomo cha wachezaji wa kigeni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya klabu, baadhi ya wachezaji waliosajiliwa kwa ajili ya kombe la dunia la vilabu wamepewa mikataba ya muda mfupi, yaani mikataba ya mwezi mmoja ili kutimiza malengo ya muda. Kwa wengine mikataba yao ina vipengele maalum ya kusalia katika klabu iwapo kocha mkuu Mohamed Amin ataona wanafaa kuendelea kuitumikia timu hiyo baada ya mashindano hayo kuisha. Kwa sasa pressure ipo kwa wachezaji hao kuonyesha ubora wao ndani ya muda mfupi waliopatiwa. Kocha ana jukumu kubwa la kuchagua wachezaji 5 wa kigeni ambao watasajiliwa rasmi kwa ajili ya mashindano ya Botola Pro baada ya michuano ya kombe la dunia la virabu. Wakati dunia ikielekeza macho yake kwa Wydad Casablanca huko Marekani, mashabiki wa soka wanatamani kuona kama mbinu hii ya usajili wa kimkakati itazaa matunda na kuipa Morocco fahari kwenye jukwaa la kimataifa. So hiyo ni update tumekuletea mpenzi mtazamaji wetu kuhusu Stefan Aziz Ki na timu yake mpya hiyo ya nchini Morocco. Kama ataweza kuonesha competition ya kutosha, basi anaweza akawa miongoni mwa wachezaji 5 watakaosajiliwa katika kikosi hicho kuelekea katika ligi yao ya nchini Morocco, Botola Pro. Dondosha maoni yako, lakini usisahau kusubscribe, ulike na ushare ili uendelee kupata update zetu. Tena mpaka kwenye video nyingine, asante.